Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia, FIFA imeamua kuleta burudani aina ya Super Bowl halftime show kwenye fainali ya kombe la dunia 2026. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa duniani, huku mashabiki wengine wakisema ni mapinduzi makubwa ya soka na wengine wakihofia kwamba utamaduni wa mchezo huo unaweza kubadilika. Huu ni uamuzi ambao tayari umeandika ukurasa mpya katika historia ya soka la dunia. Tofauti na fainali zote zilizopita ambazo zilikuwa na sherehe kabla ya mchezo na baada ya mechi kumalizika, safari hii kutakuwa na tamasha maalum katikati ya mchezo. Onyesho hilo linaandaliwa na mwanamuziki Chris Martin wa Coldplay kwa kushirikiana na Global Citizen, likiwa na lengo la kuunganisha burudani, soka na kampeni za kijamii. Historia inaonyesha kuwa tangu kombe la dunia lianze mwaka 1930, FIFA haijawahi kufanya halftime show kwenye fainali. Kumekuwa na sherehe za ufunguzi, kufungua mashindano pekee. Hivyo mwaka 2026 utakuwa wa kwanza kabisa ambapo mashabiki wataona wasanii wakitumbuiza wakati wa mapumziko ya fainali, jambo linalofanana na utaratibu wa NFL Super Bowl nchini Marekani. Kwa mujibu wa FIFA, mastaa wakubwa waliothibitishwa kuongoza tamasha hilo ni Madonna, Shakira na BTS, huku Chris Martin akiwa msimamizi mkuu wa onyesho hilo. Baadaye FIFA ilitangaza pia kuongezwa kwa Justin Bieber, Burna Boy pamoja na PS22 Chorus wakishirikiana na Coldplay, hivyo kufanya tamasha hilo kwa moja ya matamasha makubwa zaidi kuwahi kufanyika kwenye tukio la michezo. Ingawa sehemu ya muziki inatarajiwa kudumu takriban dakika 11, maandalizi ya jukwaa yanaweza kufanya mapumziko ya fainali yawe marefu kuliko dakika 15 za kawaida. FIFA imeeleza kuwa hatua hiyo imepangwa kwa umakini ili isiharibu ubora wa mchezo, huku ikiwapa mashabiki burudani ya kiwango cha kimataifa. Lakini lengo si burudani pekee. FIFA na Global Citizen, tamasha hilo litasaidia kampeni ya FIFA Global Citizen Education Fund inayolenga kukusanya zaidi ya dola milioni 100 kwa ajili ya elimu na maendeleo ya watoto duniani. Hivyo kila tiketi ya kombe la dunia itachangia sehemu ya fedha hizo. Mashabiki duniani wamegawanyika. Wapo wanaosema huu ni mwanzo wa enzi mpya kwa tukio kubwa zaidi la michezo na burudani duniani. Wengine hata hivyo wanaamini soka linapaswa kubaki na utamaduni wake wa kawaida bila kuiga mfumo wa Super Bowl. Mjadala huu umeendelea kutawala mitandao ya kijamii tangu tangazo hilo litoke. Hivyo fainali ya kombe la dunia 2026 haitakumbukwa tu kwa timu itakayoinua kombe, itakumbukwa pia kwa kuandika historia mpya ya FIFA kwa kuanzisha halftime show ya kwanza kabisa kwenye fainali ya World Cup. Itakuwa siku ambayo macho ya dunia hayatakuwa uwanjani pekee, bali pia jukwaani, mahali ambapo soka na muziki vitakutana katika tamasha ambalo halijawahi shuhudiwa katika historia ya mashindano hayo. Mimi ni Ino TZA.